Umetazama jana mchezo Alexi? Nimeutazama mchezo. Wale Stellenbosch wako very physical fit bana. Yes. Timu ngumu. Unajua kwa upeo wangu mimi jinsi ambavyo nimeona baada ya kutazama ule mchezo. Naona Stellenbosch walikuwa ni wapinzani wagumu kuliko hata Zamalek. Yaani Simba akikutana na Zamalek ingekuwa ni rahisi kuliko akikutana na Stellenbosch. Sasa nikwambie kitu kimoja kimbinu, namna ambavyo mambo huwa yalifanyika kwenye namna ambavyo ule mchezo ulionekana kama ni mchezo mgumu. Kwenye mpira kuna aina tofauti za uzuiaji. Kuna zone marking, half kuna man to man marking. Stellenbosch wanafanya zote mbili kwa pamoja. Yaani wanafanya zono inavyohitajika kufanya zono marking, halafu wanafanya man to man inapohitajika kufanya man to man marking. Timu ya aina hii ambayo ina uwezo wa kufanya vitu vyote kwa ubora wa hali ya juu inahitaji kuwa na wachezaji ambao physically wako fit, yani fitness yao iko juu. Na Stellenbosch wana hiyo luxury ya kuwa na wachezaji wengi ambao fitness yao iko juu sana, na ndio maana wana uwezo wa kufanya hizo aina mbili za uzuiaji kwa wakati mmoja na wakafanikiwa. Kwamba wao wanaendana na speed yako wewe ukoje. Ukiwa una speed sana wanatumia speed, ukiwa uko very slow wanakuwa nao pia wanakuwa slow. Na ndio kitu ambacho kiliwafanya Zamalek jana wakashindwa kwenda kupata matokeo dhidi ya Stellenbosch. Sasa kucheza na timu ya aina hii ni rahisi sana. Unachopaswa kufanya ni kutokukaa tu na mpira kwenye maeneo ambayo sio ya muhimu. Unapaswa kukaa na mpira kwenye maeneo ambayo ya muhimu. Yaani usikubali kukutana na ile contact ya wale watu direct. Yaani wewe usiruhusu wachezaji wako na wachezaji wa Stellenbosch wakutane. Ila unatakiwa kuwafanya wao wakimbie zaidi kutafuta mpira kuliko kuwa na mpira kwenye miguu yao. Sasa ukiwafanya wao wakimbie zaidi, wao wautafute zaidi mpira, manake watachoka zaidi, ndio pale ambapo unaweza kwenda kupata space na ukaenda kushinda mechi. Liverpool anafungwa. Naam. Unajua kwa nini Liverpool anafungwa? Kwa sababu mtu anamfanya Liverpool yeye ndo ahangaika na mpira, au amwachie mpira acheze halafu yeye azibe tu nafasi. Ili yeye hata kama anakaa na mpira basi akae na mpira muda mrefu, au kama ni kukimbiza kutafuta mpira basi yeye ukimbize mpira kwa muda mrefu. Kwa hiyo ile inamfanya mchezaji kwa anakaa na mpira sana muda mrefu bila kuona nafasi za kutumia ule mpira ambao anakaa nao kwa muda mrefu, automatically inafika ile hali inaizoea. Sawa. Kwa hivyo Stellenbosch kwa Simba ni wapinzani, bado ni wapinzani wa kawaida. Yes, ni wapinzani wa kawaida tu ambao Simba ana uwezo pia kwenda kushinda vizuri. Shida moja ya Simba ambayo mimi naiona kwao, Simba wana tabia ya kudharau mchezo. Yaani kuona kama wana uwezo wa kufanya jambo zuri muda wowote ule. Hawana nidhamu. Kitu ambacho kinaweza kuwasumbua sana. Kwa mfano jana, angalia walivyocheza dakika 45 za kwanza na dakika 45 za pili, wamecheza tofauti kabisa. Dakika 45 za pili kuanzia dakika ya 50 mpaka dakika ya 70 Simba wanacheza very kawaida mno. Kawaida sana. Ile speed imepungua. Wanamiliki mpira lakini haoni ile kiu ya kutaka kupata bao. Inawezekana speed ya Simba ilipungua kwa sababu ya jinsi mpinzani ambavyo anacheza. Al-Masry jana hawakubadili hata mfumo au speed ya mchezaji mmoja kwenye kipindi cha pili. Ila walipata ile nguvu kwa sababu ya Simba. Angalia dakika kuanzia dakika 80 kwenda dakika 90 na 90 kwenda dakika 10 za nyongeza. Angalia ile speed ya Simba ilivyokuwa kubwa. Ndio muda ambao hata Al-Masry waliamua kupoteza sana muda sasa. Ni kama wakasema bora tukapoteze mechi kwenye mikwaju ya penalty kuliko kupoteza mchezo kwa kufungwa. Wakaanza kulalala hovyo, wanapoteza sana muda, kitu ambacho kilipelekea muda mwingi. Unajua zile dakika 20 yani inawezekana dakika 10 zimetumika kwa watu kupoteza muda, kunini kuliko hata kuchezwa mpira wenyewe. Na ule ni muda ambao Simba kasi ilikuwa pia kubwa zaidi. Sasa Simba walikuwa na ile kasi kubwa zaidi kwenye dakika za mwisho. Sasa ile kasi ile walitakiwa kuwa nayo kwenye dakika zile, yani kwamba wameanza second half. Wanaanza na speed ile. Walikuwa na uwezo wa kumaliza ile mechi mapema.